Nakupenda na kusalimia kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wetu akubariki sana katika jina la Kristo. My name is Evangelist Joseph. Na nimeokoka Yesu Kristo ni Bwana Mwokozi maisha yangu. Nampenda Yesu Kristo na amenipatia nafasi ya kupata kuambia kwamba anakupenda. Anakupenda na kuna mipango mizuri na maisha yako katika hii Sunday ya mwisho ya mwezi wa 7. Tunapoelekea mwezi wa 8, uende ukijua kwamba Mungu anakupenda, haijalishi ile hali ambayo inakupinga. Mungu ana mipango mizuri na maisha yako, na Mungu akubariki sana. Endelea kuwa na matumaini kwa maana Mungu hatatuacha, hatakuacha. Endelea kumwamini Mungu na uendelee kuomba na uendelee kukaa ndani ya Kristo Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. God bless you katika jina la Kristo Yesu. Na katika siku ya leo Mungu amenipatia neno kwa ajili yako na kwa ajili yangu ya kwamba tukapate kumsifu, naye atapata kutupigania vita zetu, kwa maana vita ni vyake, kama vile imeandikwa ya kwamba vita ni vya Mungu. Haleluya. Na leo tunasoma kitabu cha Nyakati wa Pili sura ya 20 mstari ya 21 mstari 22, na nitasoma kwa jina la Yesu Kristo. In the book of First Chronicles chapter 2 Chronicles chapter 20 verse 22, katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema kwamba nao walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akaweka wavisi hao juu ya wana wa Amoni na Moabu na wana wa mlima Seiri waliokuja juu ya Yuda, nao wakapigwa. Kwani wana wa Amoni na wana wa Moabu waliwaondokea wenyeji wa mlima Seiri kwa ulia mbali na kuharibu. Hivyo utasoma hiyo kitabu mwenyewe, maana ni kitabu ambacho tumezoea kukisoma na hata wewe pia labda umewahi kukisoma, na kama hujakisoma enda ukisoma hiyo Second Chronicles chapter 20 verse 1 paka mstari 28, hivyo utapata hiyo hadithi yote. Lakini hapa andiko ambalo tumelisoma ni wana wa Yuda walikuwa kwa shinda sana. Kama ile shinda labda uko ndani yake, ama shinda problem ambayo labda nchi yako iko ndani yake, ndivyo walivyokuwa kwa shinda wale wana wa Yuda. Walikuwa kwa problem kubwa sana, na wakaenda kwa Mungu wakitaka usaidizi. Wakaenda kwa Mungu, na ni serikali, si ati ni mtu binafsi ama ushirika. Ilikuwa ni serikali, ulikuwa ni ufalme, ulikuwa umefika ukingoni. Walikuwa wamefika mahali, wamefika mwisho. Sasa ukisikia wale watu wengi wanaongea ni kama wamefika mwisho. Yaani maisha imewasukuma kweli kweli. Wamesukumwa kweli kweli na maisha. Wanashindwa wakimbilie wapi. Lakini huyo Yosafat na Yuda, wao walikimbilia kwa Mungu. Na walipokimbilia kwa Mungu, Mungu akawarahisishia kazi. Mungu akawarahisishia kazi ya kupigana. Hawakupigana. Mungu aliwaambia vita ni vyake, atawapigania. Hivi ndio Mungu aliwaambia. Na Biblia inasema kwamba wakaanza kumsifu Mungu. Badala ya kupigana wakaanza kumsifu Mungu. Waliweka wanasifa mbele ya jeshi. Praise and worship inawekwa mbele ya jeshi. Wakaanza kumsifu Mungu wakisema kwa sababu Mungu ni mwema, fadhili zake ni za milele. Hivi ndivyo walikuwa wanasema. Waliendelea wakisema kwa sababu Mungu ni mwema, fadhili zake Mungu ni za milele. Waliendelea wakisifu, wakiimba, waliweka waimbaji mbele ya wanajeshi. Wakaenda wakiimba wakisema kwa sababu Mungu ni mwema, fadhili zake ni za milele. Na Biblia inasema walipokuwa wakiendelea kusifu, wale maadui zao wenye kuwa na wingi wa jeshi, wao wenyewe walianza kupigana wao kwa wao, wakainukiana wao kwa wao, wakakataa kusikizana.
wakati unapatia Mungu sifa badala ya manunguniko, Mungu anachukua nafasi ya kupigana vita zako. Na hapo ndipo tunafaa tufike. Hapo ndipo tunaenda. Hatutanungunika tena. Hatutanungunika tena, tutamsifu Mungu na atasuluhisha ile hali ambayo inaonekana kana kwamba haiwezi kuwa na suluhisho. Tutaanza kumsifu Mungu, tutampatia sifa. Tutaanza kusema yeye ni mwema, hata wakati unapitia hali ya kutisha, hata wakati hauna mapeni kwa mfuko. Unatangaza Mungu ni mwema na fadhili zake ni za milele. Unatangaza Mungu ni mwaminifu, Mungu ni mwema, Mungu ni wa upendo. Yeye ndiye ambaye anapata kupokea sifa, kwa sababu hapo umefika ni yeye. Kumbuka kila kitu ambacho amewahi kukufanyia na kile amenifanyia, hata kama ni kidogo sana, hata kama ni kuwa hai tu, uko hai, ya kwamba unatembea na miguu yako, ya kwamba hauna chakula lakini uko na appetite, ya kwamba wewe ukipanda wa kitanda unapata usingizi, unaenda mbele ya Mungu, unaangalia mambo kama unamshukuru, unamwambia Mungu ninakushukuru, maana japokuwa niko na matatizo ya pesa, mimi niko na uzima na niko na afya, na kwamba nikipata kazi nipewe, niambiwe fanya hiyo kazi naweza fanya. Na kuna mwingine hata akiambiwa afanye kazi hawezi, maana hana afya ya kufanya hiyo kazi. Kwa hivyo katika siku leo ndio neno Mungu amenipatia, tunapovuka mwezi wa 8, maana hii ni Jumapili ya mwisho ya mwezi wa 7. Hatujui yale yako mbele zetu mwezi wa 8, lakini tukiweka sifa, tumsifu Mungu, Mungu atatangulia mbele zetu, akiangusha kila milima, yeye akiangusha kila kuta, akitawanya kila kusanyiko la uovu, akituongoza na kutuwezesha, akituponya na kutuepusha na majanga na misiba. Bwana yeye ni Mungu ambaye anasema yeye atangulia mbele zetu kama moto uteketezao. Kwa hivyo mpendwa, najua labda unapitia hali ya kutisha sana, lakini tushukue sasa nafasi tena kama ya Yosafati na Yuda. Walienda mbele ya Mungu, Mungu akawaambia sasa hakuna kupigana, vita ni vya Bwana, weka sifa. Wao walienda wakisema kwa sababu yeye ni mwema. Huyo Mungu ambaye aliumba mbingu na nchi ni mwema. Hata wakati kunaonekana kama ametuacha, anja tuacha. Hata wakati ambako tunapitia confusions, yeye bado hajatuacha, kona sisi. Hata wakati tunaonekana kana kwamba tumechanganyikiwa, yeye bado anatawala akili zetu, siko timamu kabisa. Hata wakati tunaonekana kana kwamba tumeachwa, yeye ako na sisi. Mpendwa, katika jina la Yesu, sisi tumepitia ishu gani katika mwezi huo ambao ni mwezi ambao ni wa 7? Labda unaweza sema kama mwanasiasa mwingine nisikia akisema ati wameishiwa na pesa, hata hawana pesa ya kupiga sherehe. Wewe labda hata si ya sherehe, hata ya kukula hauna, hata mahitaji ya lazima hauna, si ya kupiga sherehe peke yake. Lakini Mungu anasema kwamba umsifu, umwambie ni mwema. Tuweke manunguniko kando. Kuna wakati wana wa Israeli walimnungunikia Mungu, Mungu akawatumia nyoka za moto. Nyoka za moto, walitumia nyoka za moto kule jangwani. Walienda mbele ya Mungu na manunguniko. Walikuwa na bitia lingumu sana, wakawa wananungunika. Mungu akawatumia nyoka za moto, zikawauma, wengi wakafa. Walipogundua makosa yao, wakaenda kwa Moses, wakamwambia tumekosea Mungu, hatukumpatia sifa, tumempatia manunguniko, na ametuma nyoka za moto zimetuma. Mulilio utuombea tusamee. Musa akaenda mbele ya Mungu akamuomba. Alipomuomba Mungu, Mungu akasikia kilio chao na Mungu akapata kuwasamee. Mungu akamwambia watengenezee nyoka ya 7,
weka juu ya mti, kila atakayetazama hata kama ataumwa na yule nyoka wa moto ataishi. Na Musa akafanya hivyo, na walipotazama ile nyoka ya 7 wakapata kuwa wanaishi. Na ndio Yesu Kristo akasema, kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka wa 7 kule jangwani, hivyo hivyo mwana wa Adamu anabudi kuinuliwa, ndio kila atakayemtazama awe na uzima wa milele. Siku ya leo mtazame Yesu kwa sifa na utakuwa na uzima wa milele. Kwa hiyo mpendwa, nakuombea kwa jina la Yesu, Mungu akupatie moyo mchangamfu. Ng'ang'ana tu, jitahidi umsifu Mungu. Waambie Mungu ni asante, maana niko hai, sijakufa. Wengi wamekufa hata na njali. Wengi wamekufa na magonjwa, wengi wana magonjwa inawaua. Hawako hai tena, maisha yao hakuna matumaini tena. Kama wako wameokoka ni jehanamu. Lakini wewe na mimi tuko hai, tuko na sababu ya kumwambia ni asante. Maana leo yetu haimaanishi kesho yetu. Kesho yetu itakuwa njema kuliko leo yetu, kwa jina la Yesu Kristo. Siku ya leo unapovuka mwezi wa 8, Mungu akikusaidia na mimi pia tuvuke na sifa, tukimwambia Mungu tunakushukuru maana unatupenda. Naye Mungu anasema ataleta fitina kati ya maadui zetu, watapigana wao kwa wao. Tena Biblia inasema kwamba njia za mtu zikimpendeza mtu, njia za mtu zikimpendeza Mungu, Mungu atampatanisha na maadui zake. Kwa hivyo katika siku ya leo, my brother, my sister, enda mbele ya Mungu ukiwa na shukurani na sifa. Mimi na wewe tumwambie, haijalishi hatuna pesa nyingi, lakini kwa sile kidogo umetupatia tunakushukuru. Hata kama umetupatia kukula, hata hizo zingine utatupatia, ni kwa maana una uwezo. Uende mbele ya Mungu mwambie ni asante, naye Mungu atakubariki na atapata kuinua. Nataka nikuombee kwa jina la Yesu. Labda umenungunika sana na Mungu, labda amekasirika, ameudhika na hiyo matamshi yako ya malalamiko. Mungu atakurehemu kwa huruma zake. Wana wa Israeli walipogundua wamekosea Mungu, Musa akaambiwa atengeze nyoka ya 7. Mungu alipata kuwapatia suluhisho. Nchi yetu ya Kenya, hali mbaya ya kiuchumi, Mungu ataleta suluhisho, ana uwezo. Mungu wetu anajua matatizo yetu, anajua kilio chetu, ataleta suluhisho. Ataleta suluhisho kwa jina la Yesu. Kwa hivyo kama uko mahali pale wewe unjapata kumpa Mungu sifa, acha nikuombee. Baba, kwa jina la Yesu, naombea huyu mtumishi wako ambaye ananisikiliza hapa, ukapate kumrehemu Bwana. Mahali amekutenda dhambi, naomba msamaha katika jina la Kristo, umsamehe. Mahali Baba amepata kunungunika badala kukusifu, na tubu kwa niaba yake na kwa niaba yangu Bwana, katika jina la Yesu tusamehe. Nasi tunakupatia sifa. Pokea sifa na utukufu, pokea na heshima Bwana, kwa umbali huu tumefika. Ni nani angetufikisha hapa kama ungetufikisha? Tunakushukuru kwa kila jambo, tunakushukuru Bwana. Utukufu na sifa zote ni kwako Mungu, katika jina la Yesu naomba na kuamini, amen. Mungu akubariki sana mpendwa, na kama unjaokoka sema, Bwana Yesu, nakupenda kutoka leo na kukubali kuwe Bwana na Mwokozi maisha yangu. Wewe ni mwana wa Mungu, tawala maisha yangu, katika jina la Kristo Yesu naomba na kuamini, amen, amen, amen. God bless you. Enda kanisani na uambie wale watumishi wa Mungu wakubatise, kwa sababu umemkiri Kristo. Biblia inasema yule atakayeliita jina la Bwana ataokolewa, na akiokolewa lazima abatishwe. Yesu Kristo ndiye alisema hivyo, akasema nendeni ulimwenguni mwote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Atakayeamini na kubatizwa ataokoka, na yule atakataa kuamini atahukumiwa. Shetani amehukumiwa tayari, yeye hawezi kuokoka. Yeye ni matiri ya jehanamu, lakini wewe si matiri ya jehanamu, kwa sababu wewe umepewa hiyo nafasi na Mungu, mimi na wewe. Kwa hivyo lazima ubatizwe, ni kwa maana hiyo ndio makusudi ya Mungu. Kataa ndio nasema kwamba utahukumiwa, unakuwa kama ni shetani. Sasa yule amekataa Kristo anakuwa kategoria ya shetani. Ndio Biblia inasema kwamba atawatupa katika siwa la moto ambalo Mungu aliwahakishia shetani na malaika zake. Kwa hivyo siku ya leo Mungu akubariki sana katika jina la God bless you in Jesus name, amen, amen. Uwe na wiki ya baraka na uwe na mwezi wa 8 ya baraka. Mungu akuepusha na njali, Mungu akuepusha na magonjwa, Mungu akuepusha na umaskini,
Mungu akuepushe na separation katika ndoa yako. Mungu akuepushe na talaka. Mungu alinde ndoa yako. Mungu alinde watoto wako, mume wako, watoto wako walindwe. Mungu alinde kazi mikono yako ipanue isindishe. Mungu akupiganie kila vita. Mungu akuongoze. Mungu anende na wewe akushike mkono katika nchi yaliyo katika jina la Kristo. Mungu wetu akuonekane kwa jina la Kristo, na wewe kaa ndani ya Kristo Yesu, maana hizo baraka huwezi kuzipata kwa dhambi, utazipata tu kwa ndani ya Kristo Yesu, mwana Mungu aliye hai, kumemwamini umebatizwa. God bless you in Jesus name. Amen. 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 Receive all the glory, King of Kings. Makatana maboshika. Rikatama bosika. Rikatama shika na mayata. Rikatana maboshika na basika.